Mungu kwa kutuwezesha kufika hapa kuzungumzia masuala muhimu katika taifa letu. La pili, niwashukuru ni nyinyi pamoja na wajumbe ambao wamehudhuria hapa kwa kutunga mkono kuja kusikiliza. Waheshimiwa wanahabari, karibuni hivi tumepita katika mkondo mzito wa siasa katika nchi yetu. Lililopita litabakia katika historia ya nchi yetu. Palikuwa na mgogoro, lakini mgogoro unapotokezea huwa ni mkasa, lakini kisa mara nyingi huwa kinapaswa kufafanuliwa ikiwa kweli unataka ujue mgogoro. Tuliwasikia viongozi wetu wakubwa katika chama chetu, wakati huo katibu mkuu pamoja na mwenyekiti, kila mmoja akizungumzia namna anavyouona mgogoro huu. Lakini wengine tulisema bora tuchimbue ili tuone hali ilivyokuwa katika chama kabla ya kufikia kwenye mgogoro huu. Na naanza mie kwa mukhtasari tu kwambieni kwamba nilikuwa ni mjumbe wa baraza kuu la uongozi katika chama na nilikuwa mwakilishi wa jimbo la Chambani. Karibu na uchaguzi mkuu wa 95 wazee wa Chambani walikutana na wakatutuma mimi na marehemu Karim Said ambaye sasa hivi ni mbunge, Mwenyezi Mungu ni marehemu, alikuwa mbunge, Mwenyezi Mungu amrehemu, tuje kuwaona watu wawili hapa Unguja ili waende wakachukue fomu za kugombea. Mtu mmoja ni marehemu Omar Yawes Dadi, na wazee walimuona kwamba alikuwa na mchango mkubwa katika siasa za mageuzi, na kwa hivyo walimtaka aende akagombea ubunge. Mtu mwingine jina na lihifadhi kwa sababu hakuwa mwanasiasa hadi leo, lakini wazee walitutuma. Tulipofika kwa Omar Yawes Dadi alituambia hivi, sisi ni amii yetu, alisema afadhali watoto mmekuja niwafundishe kwanza siasa. Alituambia mimi na Maalim tutatoka mbali sana, namfahamu vizuri sana. Alipokuwa waziri kiongozi sisi tulikuwa ni vijana wake tunafanya naye kazi. Akasema ninavyomfahamu Maalim ni mtu mwenye tabia moja, akimwamini mtu basi mtu huyo hata kama anafanya vibaya kiasi gani Maalim hawezi kugeuza uso wake, na akimchukia mtu hata umrambe nyayo hawezi kukuona kwamba wewe unafanya jambo la maana. Kwa maana hiyo akasema tunaanza siasa sasa hivi. Nimemuona Maalim kaanza kuzungukwa na watu ambao mimi siwaamini. Kwa hivyo safari hii ambayo kafu inaelekea haifiki. Na anasema kwa tabia yake nyingine, akesha wapa watu madaraka hupenda kuangalia tu wafanyavyo, kuwagusa kwamba mnafanya vibaya, hivyo hawezi kurudi. Sasa akasema kwa tabia hii, kwa sababu naelewa kafu haina safari, asema yeye, mimi Omar Yawes na ukataa ubunge wa Chambani kwa sababu sitaki kuja kuwa mmoja wa wale ambao wamewafelisha wanakafu katika jimbo la Chambani na majimbo mengine. Si rahisi kwa mtu Afrika hii, hasa nchi hizi za kimaskini, kukata ubunge kwa sababu alizonazo yeye tu. Lakini alisema mimi najua nikiwa mbunge nitabadilika. Alikuwa anakaa nyumba ya moto hapo, asema sitokaa hapa tena,
nitakuwa na gari, nitavaa vizuri, lakini asema haya sio matarajio yangu katika siasa, tutafeli. Akakataa, akasema nyinyi nendeni. Tukamwendea mtu mwingine kwa sababu si muhimu sana, na yeye alikataa. Tukarudi kwa wale wazee, wakatuambia ilivyokuwa wote wawili wamekataa, basi wewe utakuwa mwakilishi na wewe utakuwa mbunge. Wakati ule chama kina wazee, wanalosema ndio hilo hilo, na kwa hivyo tukafikia hapo. Historia ya pili, aliniita mzee mmoja wa chama nyumbani kwake, lakini nilipofika nikakutia watu wawili. Akaniambia hivi kwamba kuna mwenzetu kaenda kusoma Uingereza. Alipokuja katusalimia, katupa habari za kule, halafu katuambia maneno yametushtua. Nikamuuliza maneno gani? Anasema kwamba alifikiria labda madaraka katika chama ni lazima uchaguliwe. Kumbe uwezo wa kuwa kiongozi katika chama bila hata kuomba kura na kupigiwa upo tu. Kwa hivyo anasema ule wasiwasi nilokuwa nao sasa umeondoka. Naamini naweza kuwa kiongozi kwa muda wote ambao nitataka mimi mwenyewe. Asema jambo la pili nilijosoma uko alikokwenda kusoma, anasema kwamba kumbe waweza ukakielekeza chama pale pahala unapotaka. Ndugu yetu huyu alikuwa ni Mheshimiwa Ismail Jussa. Alimpa maneno haya, aliwapa maneno hayo watu wakati anarejea. Sasa wazee hawa waliniita mimi kuniambia kwamba, na hawajawahi kuniita, kuniambia kwamba tunakokwenda twaweza tukapata safari ya misukosuko. Kwa sababu ya maneno haya, tafsiri yake sisi tumeiangalia mbali. Tumeiangalia mbali sana kwamba safari yetu haina salama. Kwa hivyo baada ya kufika kurejea masomoni, alitaka kufanya yale ambayo aliwaelezea wale wazee. Jambo la kwanza ni mageuzi ya haraka haraka. Mageuzi ya haraka haraka aliweza, kwa sababu anasema anaweza kukielekeza chama anapotaka, akaweza kuinfluence chama kikatoka katika sera yake ya utajirisho kikaingia katika uliberali. Ni maamuzi yaliyo magumu sana. Na kama ukwenda kwa wanachama ukenda ukawaambia kwamba tunatoka katika sera hii tunaingia hii, sababu zake, na hapa tunapoingia ni maana yake, malengo yake ni haya. Kwa hivyo hayo mimi nayaita ni mageuzi. Hayo mimi nayaita ni mageuzi ya haraka sana ambayo hayakupelekwa hata kwa wananchi yakapata baraka. Sasa ulipokuja uliberali, sisi wengine tulikuwa tuna mashaka, lakini eteki ya mwanzo ya uliberali ilikuwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati Chadema walipolumbana na CUF. Wakaambiwa, nyinyi CUF munafuata siasa, sera ya uliberali ambaye mwisho wake ni sera ya watu kuruhusiwa kuoana jinsia moja. Wabunge badala ya kuijibu wakaeleza maelezo yale ya sera ya itikadi ile, walihamaki na wakataka kupigana. Nikajua tatizo hili ni kwa sababu hawakufundishwa kuambiwa uliberali ni kitu gani. Kwa hivyo baada ya kuona vile, chama kikasema sasa bora ikausomeshe uliberali. Nakumbuka lilipangwa jopo la watu ambao wangeusomesha uliberali. Jopo la mwanzo lilikuja Pemba Mtambile, na wajumbe pale wa Chake Chake na mkoani walikuwa wamekusanyika pale, wakiondoka pale wende Micheweni na Wete. Walipofika katika ukumbi na watu wamejaa tele, wakasema sasa tuanze. Mkufunzi anauliza, hebu nikuulizeni swala kabla sija kuelezeni uliberali. Akauliza, kwa nini nyinyi mnaamini kwamba kuna Mungu? Hivyo Mungu ana
kitu gani kinachowapa mpaka manake muamini kwamba kuna Mungu na ana nafasi ya kuiendesha mambo yenu? Watu pale wakasinyaa, kwa sababu ukigusa neno la swala la dini kwa waumini, iwe Wakristo, iwe Waislamu, iwe Wahindu, iwe wote, lazima watu watakushangaa. Akasema nasubiri jibu. Mtu mmoja akanyanyusha mkono, badala ya kujibu na yeye akauliza swala. Hivyo unataka kutuambia kwamba uliberali ni sera ambayo haitambui Mungu? Ikawa sasa ni swali kwa swali, akitaka kujibu na hawa wanakuja juu, akataka kujibu, kwa hivyo ikaishia hapo hapo, haukufundishwa. Na kwa hivyo chake hawakwenda, weti hawakwenda, wakaambiwa warudi. Sasa nitaka kueleza hili ili kukwambieni tu yale ambayo alisema Mheshimiwa Ismail kwamba atakielekeza chama hiki anakotaka, hayo ndio yalikuwa matokeo yake. Lakini wakati tunakwenda akaja na sera nyingine mwenyewe, anasema sasa tuna operation spent forces cleansing, yaani kusafisha nguvu zilizotumika. Nguvu zilizotumika maana yake ni wanasiasa wakongwe, lakini Wapemba tu wanasiasa wakongwe. Hata kama umesoma, alimradi wewe ni mwanasiasa mkongwe, ni spent force. Na hii aliitamka kwa kauli yake, kila mmoja alimsikia. Kwa hivyo alichokuwa akifanya mule sasa ni kumgombanisha Maalim na wenzake kutoka kule Pemba. Mtu wa mwanzo aliyeathirika na jambo hili alikuwa ni Juma Othman Juma. Nakumbuka Juma Othman alikuwa mjumbe mwenzangu wa Baraza Kuu. Siku moja alikwenda kwa Mzee Mlo, wakati tuko kwenye Baraza Kuu katika hoteli hii ya hawa wa Somalia Kariakoo. Mzee Mlo akamwambia Juma, nimepata mtihani. Juma Othman alikuwa ndiye mkuu wa ulinzi na usalama. Nimepata mtihani mwanangu, hebu niambie. Wamekuja vijana wawili, wanasema Maalim keshamaliza, hana tena la kuwaambia watu, kwa hivyo ni mtu wa kuondoka. Nikawauliza, akiondoka Maalim unamtarajia nani? Akamtaja mtu ambaye wakati huo alikuwa ni balozi. Mimi sitaki kumtaja hapa. Na wakati huo huwezi kuwa balozi mpaka leo kama we sio CCM. Kwa hivyo Juma Othman akaja sisi kama wajumbe Baraza Kuu kutueleza lile, jamaa mnanishauri nini? Sisi tukamshauri mwambie mwenyewe katibu mkuu. Alipokwenda kwa katibu mkuu akamweleza, akamwambia halina tatizo lolote, wewe acha tu. Mkasa wa pili wa Juma Othman ilikuwa ni siku ambayo alikuja Pemba, yeye na Maalim pamoja na Ismail. Ilipofika jioni, badala ya tiketi 3 walizopata ikawa wamepata tiketi 2. Maalim akamwambia Juma, itabidi wewe ubakie Pemba. Akamwambia mimi nimekushapanga vikao na watu, kwa nini asibakie huyu? Na yeye alikuwa ni mwandishi. Juma Othman alichukua ule kwamba alikuwa ni senior katika chama, lakini wakapingana na Maalim. Baadaye ikawa hakuna mafahamiano, kila mtu ana la kwake. Kwa hivyo Juma akaamua kutoka, akaenda zake CCM. Nazijua sababu hizo kwa sababu ni watu tulikuwa pamoja, tuna renki moja, tunazungumziana kila kitu. Mtu mwingine ambaye aliathirika na matukio haya alikuwa ni Hamad Rashid. Hamad Rashid alikuja kutaka kuhoji kwa nini shughuli za Maalim ambazo ni nyingi, sasa hivi ni makamo wa rais, katibu mkuu, hasa ukatibu mkuu ndio aliohoji kwamba ni kazi ambayo anaziona hazendi vizuri. Kwa hivyo Maalim angelijaribu kuzikasimu hizi kazi. Kwa maana hiyo alitafsirika kama atafutwe katibu mkuu mwingine, sijui kitu kama hicho, au abadilishe awe makamo kuwe na katibu mkuu mwingine, yawezekana nilikuwa naye. Lakini kilichomtokezea akajengewa hoja kwamba yeye ni CCM mkubwa, anataka kumuondosha Maalim Seif. Na wakati huo wanakafu wote walikuwa tayari wamekushamkubali kwamba Hamad Rashid ndiye mrithi wa Maalim, hakuna sejua. Kwa hivyo kuanzia siku ile akawa CCM mkubwa
na akafukuzwa katika chama. Alipofukuzwa katika chama, na kabla ya kufukuzwa katika chama, wakati ule wa mgogoro, yeye na Maalim alituma mashehe wengi tu. Kuna mmoja hapa ni shekhe mkubwa mno, sitaki kumtaja mtu katika kikao hichi, na akaenda kwa Maalim, lakini Maalim akamwambia no. Kwa hivyo yale nilikuwa nikielezwa ya Maalim na ile tabia zake, ikawa anaendelea kuyasoma. Kwa hivyo ikawa ndani ya chama sasa mna sitofahamu kubwa sana, hapendi mazuri, hakwendi vizuri, na hali ya organization yote ikibadilika, kama ni organization ya kisiasa lazima itakuwa na mgogoro. Kama ni organization ya kuzalisha lazima kutakuwa hakuna faida. Kwa hivyo haya yalichangia katika kuzaa mgogoro. Akaleta mageuzi mengine. Haya ni mageuzi ya kufanya interview katika kutafuta wagombea. Sisi tulisema hakuna haja, kwa sababu interview sisi tunavyofahamu sana inafanywa kwenye mashirika haya kuzalisha. Lakini ndani ya ugombea, wakati mtu akijieleza, huwa anakuwa interviewed. Namna gani? Anaulizwa maswala ya elimu yako kama hakutaja, uwezo wako, umefanya kazi wapi, au hebu tuambie kifungu cha katiba kinasema nini, au concept yote anaweza akaulizwa. Kwa hivyo ile interview iko within the process of election. Na katiba yetu inasema, haijawahi kutaja interview, hakuna pahala. Inasema katika kuwapata wagombea, watu watakwenda kupiga kura za maoni. Lakini inasema vile vile kwamba kura za maoni huko chini ni mapendekezo. Maamuzi yako juu taifa. Sasa unaweza ukashangaa kwamba katiba ya nchi inasema kwamba mtu anaweza kuwa kiongozi iwapo anajua kusoma na kuandika. Sasa aliyefika darasa la 3, aliyefika darasa la kwanza, elimradi anajua kusoma na kuandika, wanajaza fomu pamoja na aliyefika chuo kikuu. Sasa utakapotoa mkufunzi kutoka chuo kikuu, profesa, dokta, anakuja kuwa interview watu wawili hawa, ni kwamba ile concept ya katiba ya kwamba hapa anaweza kuwa kiongozi mtu yote ambaye anajua kuandika na kusoma Kiswahili tena, tayari umewash out. Itakuwa imo katika katiba lakini huku itekeleza. Lakini kitu cha ajabu chengine ni kwamba tulipokuwa tunaunda chama hichi, na mimi nilifuatilia tokea mwanzo, sikuwa muasisi, lakini kwenye negotiations za mapalala tunakwenda tukirudi, leo Temeke na mimi nimo. Mimi nilikuwa dereva wa Omar Yawesi pale Dar es Salaam. Kwa hivyo kila kilichokuwa kitokea mpaka tunaingia katika mikutano ile ya FM na shehe nani yule Hamisi nani, yote nilikuwa nimo. Kwa hivyo nilikishuhudia chama kikiundwa. Mmoja katika watu waliokuwa walianzisha chama hichi ni Mheshimiwa Musa Haji. Sasa Mheshimiwa Musa Haji wakati ule hakuwa na elimu, mpaka akaanzisha chama, akawa mjumbe wa baraza kuu, akawa mkurugenzi wa mipango na chaguzi, akawa mjumbe wa baraza la wakilishi, akawa mbunge wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, akawa memba wa kamati mbalimbali. Lakini alipokuja kufanywa interview, Mheshimiwa Musa alifeli. Na mtu aliyomfanyia interview si mwanachama, mpaka wengine tuliwauliza sisi waliokuwa kufanya interview, nyinyi mnatoka wapi? Asema sisi tunakuja kuchukuliwa chuo kikuu tu, tuje tufanye interview. Kwa hivyo ni mageuzi ambayo yaliashiria kufanya fujo katika chama. Na hii ilikuwa ndio hiyo operation cleansing ya spent forces. Tutakayekuwa hatukumpata katika uchaguzi, basi tumpate katika interview. Lakini kama Mheshimiwa Musa angalipelekwa katika ile wapiga kura pale katika tawi, alafu akaenda kwenye jimbo, akawa kakosa, hule ndio utaratibu wetu wa kikatiba. Kwa hivyo haya yalichangia. Halafu interview haikuwa na maana yoyote katika ngazi ya taifa kwenye maamuzi. Wako waliotokea wa kwanza
kiwilaya, hawakuchukuliwa. Wako waliotokea wa kwanza Kizanzibar, maana yake kikanda, hawakuchukuliwa. Interview haikuwa na maana, na hiyo interview ilikuwa Pemba tu, kwa sababu hiyo operation hiyo ya kusafisha Wapemba wazee ni hiyo, lakini hasa ni operation ya kusafisha Wapemba ambao wanaweza wakamjibu Jussa, na sisi tulikuwa hatumwekei lililokuwa halina maana. Tunamwambia mara moja, tuko katika baraza kuu, anasema wazungu hawapendi hii fujo, tukishamaliza kupiga kura ikawa tumesimama au tumenyang'anywa kura, ikawa tunakwenda kwenye street tunadai. Wazungu hawapendi hilo, watu wa liberali hawapendi, na hawa ndio tunao wataka watusaidie. Juma Othman alisimama, nakumbuka, akamuuliza, sasa mheshimiwa, tufanye nini kama tutanyang'anywa kura? Anasema inawezekana tu tukakaa chini kitako, halafu tukasema tunataka kura zetu, tunataka haki yetu, tunataka haki yetu. Ndio lile ambalo mliliona lililotokea katika uchaguzi ule. Ikawa watu wamekaa chini pale makao makuu, wanasema wanataka haki yao, huku wamekaa chini, askari wakawazunguka. Ikawa kila mmoja anayekaa pale, naenda kukojoa harudi tena, naenda kunyonyesha harudi tena. Manake anakielekeza chama pale anapotaka. Kifike pahala hakina ujasiri, wafike pahala watu hawajui hata kudai haki zao, wakati huku ni wapinzani. Iwe ni watu, sisi tumekaa tunangoja miaka 5, tumeibiwa, ngoja serikali ile pale, alafu kila mmoja anayayuka. Inafika miaka 5 anakuambia huyo. Sasa tukiyahoji hayo, ilikuwa sisi ndio wabaya, hata kututazama Maalim hataki. Kwa hivyo waheshimiwa, hauji mgogoro kama hakuna material condition ambayo inaufanya ule mgogoro. Hawagombani tu watu hivi kama hakuna kisa. Sisi tunazungumzia mkasa tu, yale ni matokeo tu, lakini kiko kisa na sababu. Tuje katika uchaguzi huu wa 2015 ambao huu nasema ndio ulizalisha hasa ule mgogoro wenyewe. 2015 tulipokusha piga kura, nakumbuka kabla hatujapiga kura ilitokea majimbo yakagawiwa Zanzibar, yakaongezwa, kikapatikana kichaka hicho. Lakini wakati huo Baraza Kuu la Taifa lilikwisha pitisha wagombea, na kuna wagombea wamekushapewa mpaka barua kwamba wewe ni mgombea. Kilipokuja kile kichaka, kile majimbo yamekatwa upya, basi wakaona pale ndio pa kufanya kazi sasa. Kwa hivyo walikutana tu watu. Walipokutana watu, yanagawiwa majimbo ubunge na uwakilishi kama wanaokatia eka. Wewe utakaa hapa, wewe utakaa hapa. Kuna watu ambao waliomba uwakilishi, basi waliulizwa, unataka uwakilishi au ubunge? Mimi nilikuwa namkaa na mwenzangu ambaye kaomba uwakilishi. Ikaingia message, ni mwenzangu akaisoma, halafu anambia, hebu nishauri, naulizwa hapa niende kwenye uwakilishi hivi nilivyoomba au nataka ubunge? Nikamshauri, nikamwambia, nenda zako bungeni baba, ingawa ukienda uwakilishi utakuwa waziri wewe. Na kama ningejua ningemwambia ndio uwakilishi na yeye sote kama weziwe. Akaenda zake bungeni. Chama hakiendeshwi namna hiyo. Hilo limetokea vile chake. Kule kwenye ubunge, kule kwenye uwakilishi kuna candidate 3 au 4. Akiondoka wa kwanza akae wa pili, akiondoka wa pili kwamba hafai akae wa 3, namna kama hiyo. Katika jimbo la Chonga nakumbuka mgombea wa mwanzo aliyetokea wa mwanzo alikuwa ni mwalimu mstaafu, ana master's degree katika elimu. Halikumrejesha Baraza Kuu, walisema wana wasiwasi naye kwamba huyu anaweza ikawa ni CCM. Ungetarajia akiondoka wa pili aje wangapi? Akiondoka wa kwanza aje wa pili. Mgombea wa pili aliyopata alikuwa ni Abdalla Juma. Bahati mbaya Abdalla Juma akaambiwa haiwezekani. Mgombea wa 3 walimuona very weak kiasi ambacho hawawezi kusema huyu ni mwakilishi. Kilichofanywa pale ni kuitisha mkutano na uchaguzi mpya.
ni kuitisha uchaguzi mpya. Kwa hivyo ilikuwa ni vurugu mechi. Sasa yalipokusanyika mambo haya, ikawa kuna wagombea ambao wana manunguniko. Mimi mwenyewe siwezi kusema lakini niliposhindwa kwenye uchaguzi nikawa niko wa pili, niliandika rufaa. Na kwa kawaida ukiandika rufaa, basi kamati ya rufaa ya uchaguzi, ndio chama chetu kanuni inavyosema, lazima itakuita ikuhoji na kwa nini nilikata rufaa. Mimi mpaka pale kwenye ukumbi wa uchaguzi nilisema nimekushashukuru, hii ni mara ya pili. Mara ya mwanzo nimekaa miaka 5 na mara hii. Akaja wapiga kura wangu wakasema, jana usiku mpinzani wako kaja kutupa shilingi 10,000. Sisi tuko tayari kukamata misaafu, kula kiapo, tuhakikishe kwamba rufaa hii unashinda. Mko tayari? Asema tuko tayari. Mimi nikaandika. Nilipoandika, kumbe kamati ya rufaa ilikuwa ni Ismail peke yake. Napata taarifa kwamba alisoma ile rufaa yangu, alipokushaisoma rufaa yangu akaichana. Alipoichana akaitia katika dustbin, akasema hatutaki upuuzi. Ni chama gani kinachoendeshwa hivyo? Iko duniani chama kinachoendeshwa hivyo? Unakaa wewe na watu wako 2 watatu, na ubaya wa uchaguzi ule, ikifika kuna uchaguzi wako walioshinda na wako waliokuwa wameshindwa, Maalim anatoka anakwenda kila wilaya, anawaita walioshinda na walioshindwa, anawapa nasaha. Baada ya kuwapa nasaha, hajawahi kukataliwa hata siku moja. Watu wanakumbatiana, tunaingia katika kampeni. Mara hii alifanya uchaguzi mkutano mmoja tu Pemba, Fidel Castro. Akaja Maalim ni mkali kabla hata hajafika pale. Anasema, nimekuja nasikia kwamba kuna wagombea hapa wameshindwa, wana malalamiko, lakini mimi nataka niseme tulichokushakifanya ndio hicho. Na mnukuu, nakaa na kamati yangu wa watu 4, nikishaliamua hilo hakuna mtu mwingine wa kuhoji, na kama kuna mtu mwingine hataki matokeo haya, mlango ule pale atoke ende zake CCM. Watu tulijikamata mikono kichwa, manake sisi tumetoka majumbani kwetu tunakwenda kumsikiliza katibu mkuu wetu aje atuunganishe, anakuja pale anatufarakanisha. Kwa hivyo wagombea wale na madhila haya walitulia mpaka uchaguzi ukapita. Baada ya uchaguzi ulipopita, wakakutana kila mmoja ambaye amedhulumiwa. Mimi nilikuwa sikuwahi kuingia katika kikao, lakini nilikuwa naarifiwa kila linaloendelea. Wakanambia, bwana, sisi tumekaa vikao, tumeamua kwamba tumpate Maalim ili tutoe dukuduku letu, kwa sababu tunaona hii sio hali ya kawaida. Mara hii tuna wasiwasi na huko twendako, tunataka atupokee, tuingie katika siasa. Mara hii hatukupata, angalau tujaribu wakati unaokwenda. Basi mimi nikawaambia kisiasa, tusitaki kuongea na Maalim wale ambao tumeathirika peke yetu, tuongee pamoja na wakubwa wa chama tusikie. Wakakubali, wakaenda kwa chairman wa wilaya ya Mkoani. Walipofika wakamweleza chairman wa wilaya ya Mkoani, akasema ni jambo zuri hili, na machairman wenzangu mimi nitawaambia tuna kikao kesho. Kwa hivyo wakaniambia sisi huku kila kitu, kila rai ya kwamba wabakie katika chama wakisaidie chama chao wamekubali. Kazi yangu mimi ikawa nini? Ni kumpata Maalim aende kule. Nikamtafuta mtu ambaye yuko karibu na Maalim, mmoja ikawa kasafiri. Nikampata wa pili ambaye ni mkubwa zaidi, ni mkurugenzi sasa. Nilipomweleza, ananiambia hawana maana yote hawa ni wasaliti, wamekushajiunga na Lipumba, sisi tuna habari nao, kwa hivyo ni lazima chama kiwachukulie hatua. Na mimi ananionya, na wewe na kuonya, wakae mbali sana na wao. Sasa mimi si mtoto mdogo, na nathamini nilichopewa katika kichwa changu. Siamini kwamba kuwafukuza